Hujambo Bantu, mimi ni Wilberforce Ngoto na leo karibu tena katika maktaba. Tuangalie mzozo uliopo baina ya nchi ya Iran na Israel. Sasa iko hivi, mashambulizi ya hivi karibuni yanayoripotiwa kufanywa na Israel dhidi ya Iran yamezua taharuki kubwa duniani, yakionyesha wazi undani na hatari ya mzozo wa muda mrefu kati ya mataifa haya mawili yenye ushawishi mkubwa Mashariki ya Kati. Milipuko mikubwa ilisikika kote Tehran. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, Juni 13, 2025. Huku Israel ikitangaza kuwa imelenga maeneo ya nyuklia na vituo vya kijeshi. Mashambulizi hayo pia yalipiga mji wa Kermanshah magharibi mwa Iran, ambapo wakazi walisema walisikia milipuko na kuona moshi mweusi ukipanda juu ya jiji. Haikubanika mara moja ni nini hasa kililengwa. Milipuko pia ilisikika karibu na mji wa Tabriz nchini Iran, ingawa hali halisi huko bado haijawa wazi. Ili kuelewa kinachoendelea leo, ni muhimu kurudi nyuma na kuchunguza mizizi ya uhasi na mzozo huu ambao umejengeka juu ya historia tata, siasa za kikanda na tofauti za kiitikadi. Awali, kabla ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979, Israel na Iran zilikuwa na uhusiano mzuri na wa kimkakati sana. Iran chini ya Mohammad Reza Pahlavi ilikuwa mshirika muhimu wa Marekani na Israel katika kudumisha utulivu Mashariki ya Kati. Hata hivyo, mapinduzi ya Kiislamu yalimleta Ayatollah Ruhollah Khomeini madarakani yalibadilisha kabisa sera ya nje ya Iran. Serikali mpya ilipitisha itikadi ya kupinga uzayuni na kuitambua Israel kama taifa haramu la kizayuni lililochipua katika ardhi ya Kiislamu. Kuanzia hapo, Israel ilianza kuonekana kama adui namba moja na mzozo wa Palestina ukawa kiini cha sera ya kigeni ya Iran. Mojawapo ya vyanzo vikuu vya mzozo baina ya nchi hizi ni mpango wa nyuklia wa Iran. Israel pamoja na washirika wake kama Marekani ina hofu kubwa kwamba Iran inatumia mpango wake wa nyuklia kwa malengo ya kijeshi, ikikusudia kutengeneza silaha za nyuklia kwa Israel ambayo inajiita taifa la Wayahudi. Tishio la Iran kuwa na silaha za nyuklia linaonekana kama tishio la uwepo wake. Ina hofu mpango huo huenda ni kwa ajili ya kuisambaratisha. Kwa mantiki hiyo, haishangazi mashambulizi haya mapya ya anga yalilenga maeneo yenye kufanyika michakato ya nyuklia. Baada tu mashambulizi, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kuwa Israel ililenga kituo kikuu cha kurutubisha urani huko Natanz na mpango wa kombora la ballistic la nchi hiyo, pamoja na wanasayansi wakuu wa nyuklia na maafisa wengine. Makubaliano ya nyuklia ya 2015 JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, yaliyolenga kuzuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia kwa kubadilishana na kulegeza vikwazo, yalitoa matumaini kidogo. Hata hivyo, kujiondoa kwa Marekani kulikiuka makubaliano hayo mwaka 2018 chini ya utawala wa Donald Trump. Wakati huo kulifanya mpango huo kudhoofika. Tangu wakati huo, Iran imeongeza kiwango chake cha urutubishaji wa urani, na ripoti za shirika la kimataifa la nishati Atomic IAEA zimeonyesha wasiwasi mkubwa, zikizidi kuongeza hofu ya Israel na washirika wake. Sasa bodi ya magavana ya shirika la kimataifa la nishati Atomic ililaani Iran kwa mara ya kwanza katika miaka 20 siku ya Alhamis, baada ya nchi hiyo kukataa kushirikiana na wakaguzi. Mara baada ya hapo, Iran ikatangaza mara moja kuwa itaanzisha kituo cha 3 cha kurutubisha urani nchini humo na kubadilisha baadhi ya mipango kuwa ya kisasa zaidi. IAEA imethibitisha pia kuwa shambulizi la Israel la sasa limelenga kituo cha kurutubisha urani cha Iran huko Natanz. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, mkuu wa IAEA Rafael Mariano Gross alinukuliwa akisema IAEA inafuatilia kwa karibu hali inayoendelea nchini Iran. Shirika lina mawasiliano na mamlaka za Iran kuhusu viwango vya mionzi. Pia tuko katika mawasiliano na wakaguzi wetu nchini humo. The Bantu.